Na ni wakati wa kuangaza habari za michezo na burudani. Jina langu ni Esther Mtebe. Karibu tuanze kwa kuangaza habari za michezo kitaifa. Kamati ya mashindano ya Masoko Cup 2026 imekaa na kutolea uamuzi mchezo namba 40 wa kundi F uliokuwa wakutanishe timu ya Soko la Zingiziwa na Soko la Keko Mwanga. Mchezo huo haukuchezwa baada ya timu ya Soko la Zingiziwa kushindwa kufika uwanjani kwa wakati uliopangwa. Hivyo kamati imefanya maamuzi kwa mujibu wa kanuni na taratibu za mashindano. Tupate taarifa zaidi. Baada ya kukana kupitia kanuni za mashindano, kamati ya mashindano ya Masoko Cup kwa msimu 2026 imetoa maamuzi juu ya mchezo huo, ambapo timu ya Keko Mwanga Market imepewa ushindi wa goli 3 na alama 3 kwenye mchezo huo, sambamba na faini kwa timu ya Soko la Zingiziwa. Maamuzi hayo yanalenga kuhakikisha mashindano yanaendeshwa kwa kuzingatia kanuni, haki, usawa na nidhamu kwa timu zote zinazoshiriki katika Masoko Cup msimu huu. Kamati baada ya kupitia kanuni ya mashindano, kwanza imetoa pointi 3 na magoli 3 kwa timu ya Keko Mwanga Market. Lakini pia kwa kufuata kanuni ya 15 kifungu cha kwanza na cha pili, kamati imeondoa mashindanoni timu ya Zingiziwa Market na kupigwa faini ya shilingi 200,000. Lakini pia imefungiwa kushiriki michuano ya Masoko Cup kuanzia sasa. Sambamba na hilo, Kanuti ameeleza kuwa hatua ya mtoano ya 16 bora itaanza kutimua vumbi Julai 22 hadi 25 katika viwanja vya Kines na Chuo cha Taifa cha Utalii. Itaanza rasmi tarehe 22 kwa mchezo kati ya Mbande Kisewe Market pamoja na Buruni Market, ambao mchezo utachezwa katika uwanja Bandari. Lakini mchezo unaofuata ni Keko Mwanga Market pamoja na timu ya Kinondoni Market ambao utafanyika katika uwanja wa Kinesi. Ratiba nyingine itatoka. Aidha, Daudi Kanuti ametoa wito kwa timu zilizofuzwa toka 16 bora kufuata sheria na kanuni za mashindano, ikiwemo kufika uwanjani kwa wakati. Mchezo wetu itaanza saa 10 kamili. Hivyo timu zinatakiwa kufika uwanjani saa 1 kabla ya mchezo. Saa 9 zile zimeshafika uwanjani. Na kiingilio ni shilingi 2,000 kutoka 1,000. Kwa hiyo tuna wasii wapenzi wetu, mashabiki wetu waje uwanjani sasa na shilingi 2,000 ili kuangalia burudani ya mtoano. Golikipa wa kisasa wa mpira Eden Bahati wa Channel 10. Kwingineko, chama cha Netball Tanzania kimeita kikosi cha taifa kinachojumuisha wachezaji 23 ambao wataingia kambini kujiandaa na mashindano ya Africa Qualifiers ya kuwania nafasi ya kufuzu kombe la dunia, mashindano ambayo yanatarajiwa kufanyika Nairobi, Kenya kuanzia Septemba 19 hadi Septemba 26. Akizungumza na Channel 10, katibu wa chama cha Netball Tanzania Rahma Kilimba amesema kikosi kimesheheni wachezaji vijana wenye vipaji, ambapo wameeleza imani ya kwenda kufanya vizuri. Tumefanikiwa kupata kikosi cha timu ya taifa ambacho kinahusisha wachezaji kutoka Tanzania bara lakini pia Zanzibari. Kikosi hichi kimeundwa na wachezaji 23 kutoka kwenye vikosi vyetu vilivyoshiriki ligi kuu Tanzania bara kwa maana ya ligi daraja la kwanza na ligi kuu kwa upande wa Zanzibari. Tunafuatilia ruhusa ya vijana wetu hawa ili waweze kuingia kambini kuanzia tarehe 16 ya mwezi wa 8 mpaka kuelekea mashindano ya kufuzu kucheza kombe la dunia. Mashindano haya yanaitwa Africa Qualifiers ambayo kwa mwaka huu yatafanyika jijini Nairobi, Kenya kuanzia tarehe 19 ya mwezi wa 9 mpaka tarehe 26 ya mwezi wa 9, na Mwenyezi Mungu akijalia tukiweza kufuzu kwenye mashindano haya basi tutaweza kucheza kombe la dunia ambalo litafanyika 2027 nchini Australia. Tunaamini ya kwamba watoto wetu wataweza kwenda kufanya vizuri.
Mkuu wa wilaya ya Longido Salum Kali amezindua rasmi Longido DC Jogging Club kwa lengo la kuhamasisha mazoezi, kuimarisha afya na kupunguza maradhi yasiyoambukiza, huku washiriki wakikimbia kilomita 31.6 kutoka makao makuu ya wilaya hadi Namanga, mpakani mwa Tanzania na Kenya. Akizungumza baada ya zoezi hilo, Salum Kali amesema klabu hiyo itakuwa endelevu na mazoezi yatafanyika kila Jumamosi ili kujenga jamii yenye afya na utimamu wa mwili, huku jeshi la polisi wilaya ya Longido likipongeza hatua hiyo itaimarisha ushirikiano miongoni mwa wananchi. Shiriki uzinduzi wa leo wa DC Longido Jogging Club ambayo tumeianzisha rasmi. Ilianza leo, ni siku rasmi ambayo tumeweza kujionea tulioanza nao, tumemaliza nao, na tunawakaribisha na wenzetu majirani zetu upande wa Kenya washiriki pamoja, na hii itakuwa kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Kama jeshi la polisi, salamu zetu tunakupa katika watu ambao unaonyesha kabisa kwamba ukakamavu, utimamu wa mwili ni sehemu ya kuhakikisha kwamba hata watu waliokuwa wanatuzunguka, waliokuwa na nia mbaya na nchi yetu, waelewe kwamba 100% inaendelea kuwa salama. Kwa upande wake, mbunge wa Longido ambaye pia ni naibu waziri wa madini, Daktari Steven Kiruswa, amesema jogging hiyo itachochea umoja na kuhamasisha wananchi kushiriki mazoezi kwa afya bora. Aliofanya juzi wa tukio hili la kuwa na klabu mahususi alitangaza nia ya dhati kuhakikisha kwamba wana Longido watakuwa wanahamasishwa kufanya mazoezi ya pamoja walau kila mwisho wa mwezi, Jumamosi ya mwisho wa mwezi. Ni kitu kizuri, kwani leo tunaungana wote kwa pamoja tukiwa na mashirikiano ya kila mmoja. Bondia Oscar Richard yaahidi kumsafisha mkongwe Haidari Mchanjo kwenye pambano la Dar Boxing Derby litakalopigwa Julai 24 mwaka huu katika ukumbi wa East Africa Logistic and Commercial Center Ubungo jijini Dar es Salaam. Akizungumza wakati akiendelea na maandalizi yake alipoweka kambi Kifuru Dar es Salaam, amesema mpinzani wake Haidari anaenda kuwa mfano kwa wenzie kwa kichapo atakachokutana nacho siku hiyo, huku akijinasibu kuendelea kupeperusha vyema bendera ya Knuckles Gym chini ya kapteni wake Mfaume kwenye pambano hilo. Namshukuru Mwenyezi Mungu, ila kuna surprise kubwa ambayo atakutana nacho ambao hajawahi kuiona. Kwa mashabiki zangu wote pamoja na wapinzani pia naambia hii surprise wataiona wenyewe siku hiyo. Nafanya mazoezi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Maendeleo kwetu sisi ni mazuri, hasa kwa Oscar Richard. Kama mwenyewe ulivyokuja umetuona kwamba tupo nondo, mabondia wapo nondo. Oscar Richard yupo nondo, Seni Tabo yupo nondo. Wamejiandaa vizuri na maandalizi aliyoyatoa kocha ni maandalizi ya kutosha. Sisi tunasupport vizuri, pia tumejipanga inavyotakiwa kwa Oscar kwa sababu tutashinda kwa vyovyote. Kocha mzuri, mimi namkubali. Basi hapo ni ushindani utakuwa mzuri kwa sababu mimi na Kwame tukikutana inakuwa gadabi ya kweli kweli. Na kama vile anavyosema Oscar kwa sijui kuna nani tena tolee, basi kama kuna deni litalipwa. Na mitambo hizo kuelekea pambano la Dar Boxing Derby itakalofanyika tarehe 24. Na sasa tukaangaze kwa ile ambao umejiri kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Michuano ya kombe la dunia kwa mwaka 2026 inaendelea leo kwa mchezo wa kuwania nafasi ya 3 utakaokutanisha timu ya taifa ya Ufaransa dhidi ya timu ya taifa ya Uingereza katika mji wa Miami nchini Marekani. Mchezo huo unatarajiwa kuanza saa 6 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Timu hizo zinakutana baada ya kuondolewa katika hatua ya nusu fainali ambapo Ufaransa Le Bleu iliondolewa na Hispania, huku Uingereza Simba watatu ikipoteza mbele ya Argentina ambao ndio mabingwa watetezi. Licha ya kukosa nafasi ya kucheza fainali, kila timu inalenga kumaliza mashindano kwa ushindi na kujinyakulia medali ya shaba na nafasi ya 3. Mchezo huo unatarajiwa kuwa na ushindani mkubwa kutokana na ubora wa vikosi vya timu zote mbili vinavyojumuisha wachezaji nyota wanaocheza katika ligi mbalimbali barani Ulaya. Baada ya mchezo huo, macho ya wapenzi wa soka yataelekezwa kwenye mechi ya fainali ya kombe la dunia itakayopigwa kesho kati ya Hispania na Argentina. Mechi ya leo inatarajiwa kuwa sehemu muhimu kuhitimisha safari ya timu mbili zilizofika hatua ya nusu fainali lakini zikashindwa kutinga katika hatua ya fainali. Kenny Malila, Channel 10 Michezo.
Na shukrani Kenny Malila kwa kutujuza hayo kwa upande wa habari za michezo za kimataifa. Na ndivyo ambavyo tunatamatisha habari za michezo na burudani kwa usiku huu leo. Naitwa Esther Mtebe. Ukijisifu na mbio, basi usiache kuwasifia wale ambao wanakukimbiza huko nyuma yako, kwa sababu bila wao hauwezi kuwa mshindi.